Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Karibu ndugu mtazamaji wa Kasako Media katika kipindi chetu cha Sport Zone siku ya leo, na kuambia kwamba kipindi hiki kinapewa nguvu na Kasako Store ambayo iko pale Kigoma mjini. Kwa hiyo ukitaka vitafunio ndugu yangu, nenda pale Kasako Store Kigoma mjini, pale utapata kuna duka kubwa la vitafunio na vinywaji pale la Kasako. Pia katika kipindi cha leo cha Sport Zone niko na mgeni wangu hapa ambaye ni mchambuzi mwenzangu ambaye ni Venasi Mzaliwa, na upande wangu wa kuume hapa na mshabiki sugu wa timu ya D1, na upande wa kushoto niko naye Nidhamu wa Alliance. Na maana leo tumekutanisha vichwa viwili ambavyo vimegonga, mtu wa Alliance pamoja na mtu wa D1. Kwa hiyo atakwenda kujitambulisha. Karibu kaka. Ndio, mimi ndo mshabiki sugu kabisa wa D1 Umoja. Kwa jina naitwa Alain Mpendwa. Ndio. Kwa jina maarufu naitwa Almasi Mkapa, kama nizamu wa timu ya Alliance de Force. Karibu sana ndani ya Kasako Media. Asante sana, tumeshukuru. Tupo hapa na upande wangu wa kuume hapa naye mwamba hapa atajitambulisha. Mimi naitwa Venasi Mzaliwa. Karibu sana ndani ya Kasako. Ni kwamba katika siku ya leo tuna mambo ambayo tutakayozungumzia. Kwanza ni kutamatika katika finali ya ligi ya Kasa Cup ambayo ni ligi ya 4 ambayo Kasako amesimamia hapa kambini Nyarugusu. Ili tutaenda kuzungumzia swala la tunzo ambazo Kasako na shirikisho amekwenda kutoa. 3 tutaenda kuzungumzia ligi ambazo mheshimiwa Abe Maele Kinwa ameshazichezesha hapa kambini Nyarugusu. Na 4 tutaenda kuzungumzia ligi ya GRS Cup pamoja na upande wa tunzo za marefari. Mwisho kabisa tutaenda kwenye upande wa kimataifa na mataifa. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumzia jumla tu ni uchambuzi katika safu yetu ya uchambuzi kwenye ligi hii na kambi yetu mzima. Kwa hiyo tu hatuna la ziada. Ndugu yangu Venasi Mzalia, tuliona mechi ambayo ilichezeka pale Jumamosi kwenye uwanja wa zone ya 14. Ilikuwa mechi ambayo imekutanisha miamba miwili ambao ni D1 pamoja na timu ya Alliance de Force. Ukizingatia kwamba timu ya D1 imeshacheza finali 3 pekee. Finali ya kwanza walicheza na timu ya Miracle kwenye uwanja wa L ya 3 kule maarufu Baba Juma, wakaibuka na ushindi wa bao 1. Finali ya pili wakacheza kwenye uwanja wa A ya 3 pale na timu ya Club United. Club United akawa amechukua ushindi. Na finali ya 3 hii hapa amekwenda kuicheza na timu ya Alliance de Force. Na finali hii Alliance amekwenda kuichukua. Kumbuka kwamba Alliance wameshacheza finali 4 katika muhula huu wa Abe Maele Kinwa. Wamepoteza 2, wamefaulu 2. Kwa tunazungumzia mechi ambayo amecheza Jumamosi. Ni mbinu ipi ambayo kocha wa Alliance amekwenda kuitumia mpaka kuweza kumtoboa D1? Mimi niseme tu ya kwamba tuwapongeze kwanza Alliance kwa kuweza kwenda kuchukua kombe, maana utakumbuka tu ya kwamba mwenzako akiwa na nguvu ni lazima uweze kwenda kumpongeza. Yeah. Maana utakumbuka tu ya kwamba kazi ambayo Alliance alikwenda kuifanya ni toka mwanzoni alionyesha kwamba yuko nguvu. Maana ukiangalia toka tu ya makundi mpaka sasa hivi, mpaka alivyokwenda, Alliance alikuwa apotezi kinyemela, pamoja na kwamba alikuwa na mapungufu madogo ambayo yalikuwa yakimsumbua. Kama kwangu mimi mchambuzi wa soka kivile, nilikuwa nikiona mapungufu yalikuwa yani machache sana ukilinganisha na matokeo mazuri ambayo alikuwa akiyapata. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba cha msingi ni kuwapongeza kwanza. Sasa tuangalie katika ligi hii ilikutanisha miamba nyingi sana. Na kuna timu 2 pekee ambazo zimefika finali, Alliance na D1. Mchezo ule tuliona wa Jumamosi ulikuwa ni mchezo wenye kupendeza, mchezo ambao ulikuwa na utofauti wa kiaina, kwa sababu tukiangalia kwa tathmini za haraka D1 katika kipindi cha kwanza alikuwa na mchezo zidi ya Alliance. Ni kipi ambacho kilichotuma D1 akashindwa kutoboa lango la Alliance de Force kipindi cha kwanza dakika zile 45? Mimi naamini tu ya kwamba D1 walikuwa wakulala vizuri. Maana utakumbuka ya kwamba unaweza fikiria mtu naweza nikamshikilia hapa, lakini ile sehemu ambapo unakwenda kushikilia wewe yawezekana kukuponyoka. Na ndio kile kilikwenda kumkuta D1. Alionekana kutakata kipindi cha kwanza, alionekana mashabiki wakazomea huko na kule, lakini Alliance walikaa wakatulia, wakamsoma, wakasema sisi hatuna papara, inabidi tutulie tu. Wachezaji walitulia kwa kuangaishwa, lakini waliangalia tunatafuta nini pale mbele.
matokeo yake wakakuja kuibuka na ushindi. Wakakuja kuonekana kwamba mkubwa mpe ukubwa wake. Kwa tuangalie upande wa Diwane. Diwane kipindi cha pili mchezo tumeuona vizuri. Dakika 45 Alliance walikwenda kutakata vizuri. Nao pia kwa nini walishindwa kutoboa ndani ya dakika 45 za pili? Niseme tu ya kwamba kwanza kila mmoja alicheza kwa zamu. Kila mmoja alishambulia kwa zamu na kila mmoja aliingia ndani anamuogopa mwenzie. Ndio kwa maana unakuta hawa wakichukua mpira wenzao wanajiangalia tuko mazingira gani ili tuhakikishe ya kwamba lango huku lisikwende kutobolewa. Maana unaweza kutobolewa finali kama ile ukipigwa goli la mwanzoni kwa kuhakikisha kwamba unakwenda kusawazisha, unapaswa kutumia nguvu ya ziada. Na hiyo ndio ilitumikisha Diwane, wakaangalia wakasema hata pamoja na kwamba tuna mchezo mzuri kipindi cha kwanza na tunasuka mpira mzuri, lakini tuwe makini kwenye lango ili kuhakikisha ya kwamba tutakapofika pale mbele tuangalie tutafanya nini. Lakini sasa matumaini yao yakao kwenda kugonga mwamba. Sasa tuangalie timu ya Alliance de Force, ni kwamba kipindi cha pili walikwenda kutakata dakika za mwisho. Na mchezo ule kweli ulikuwa ni mchezo ambao wenye hamasa sana, ulifurahisha washabiki wengi kwa sababu ulikuwa kwenye level. Kwa sababu mchezo tumeuona wote na wakaingia katika kipindi cha tatu ambacho tunaita kipindi cha ziada, muda wa ziada wa dakika 30. Dakika zile wote walishambuliana kwa zamu, na tukiangalia katika save nyingi sana ambaye alitoa save nyingi sana kati ya golikipa Honana na golikipa wa Diwane, ni golikipa wa Diwane ndo ametoa save nyingi sana kwa sababu washambuliaji wa Alliance de Force walikuwa wanalenga sana bao. Umakini huo waliutoa wapi? Utakumbuka kwamba ndugu mtangazaji, kwanza asili ya goalkeeper ile ndio kazi yake ambayo inamstahili ya yeye kuokoa. Kwa maana ukiwa mle ndani usipookoa unaonekana wewe uko kama vile tuseme ni jembe tu, lakini kwa ile kazi ambayo alikwenda kuifanya inaonekana kwamba Alliance walikuwa upande wa ushambuliaji walikuwa wako wazuri sana. Na ndio kwa maana unakumbuka kwamba na ukicheki goalkeeper alikuwa kiokoa sana. Ina maana kwamba Alliance walikuwa mara kwa mara kili zao zote tu ni kwenye lango ya Diwane. Sasa na kile kitu goalkeeper alikwenda kukisoma na kusema kwamba bwana, mimi hapa sijawekewa kwa ajili ya kucheka, ila nimewekwa hapa kwa ajili ya kazi, ili msimu ujao uende nauza nikapata timu nyingine kanichukua nikapata. Na ndio kwa maana uliona goalkeeper wa Diwane alikuwa makini sana katika kuokoa mipira yote ya tarishi ambayo ilikuwa ikielekea kwenye lango lake. Hebu ngoja tuende kwa upande wa nidhamu wa Alliance de Force ambaye tuko naye hapa, maarufu kocha Jeramba. Aliwahi kuwa kocha wa timu ya Barcelona hapa ya kwanza, lakini tunamwangalia moja kwa moja tumuulize ni mbinu zipi ambazo umetumia mpaka kuweza kufuzu na kufika finali, kwa sababu tumeshuhudia hapa kwamba mna ligi takriban 4 mnafika finali. Ni mbinu zipi ambazo umezitumia mpaka kupenyeza na kutoboa miamba ya Diwane? Kwa sababu tunaijua Diwane ni timu kubwa hapa kambini. Ndio, asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli unavyoongea na ni kweli Diwane ni timu kubwa, na mpaka nije kupambana na Diwane najiamini jinsi nilivyo. Timu yangu ni nzuri, imejipanga kivema, pamoja na viongozi wangu wote wamejipanga vivema. Ni kwamba nguvu ambayo ninazo mimi sio ndogo, ni nguvu kubwa, na mpaka sasa ndio maana najipiga kifuani kufuatana na timu yangu imejipanga vizuri. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi mpaka kutoboa Diwane na kwenda kuchukua kombe sio kazi rahisi, sio kazi rahisi zaidi, sio kazi rahisi, kazi ngumu, lakini jinsi nilivyojipanga mimi na ndio maana nimeenda kuchukua kombe, sababu najiamini. Hebu twende kwenye upande wa Diwane, ndugu Venasi mzaliwa, tuko na shabiki maarufu hapa wa Diwane ambaye anajiita Kale. Ni kwamba Diwane mmepoteza mchezo. Ni sababu zipi ambazo zimesababisha nyinyi mkapoteza mchezo zidi ya Alliance de Force? Na hivi tukiangalia ni mara 2 mfululizo mnapoteza mchezo zidi ya Alliance. Kombe ambao Alliance amechukua, mmekumbana robo finali akakupiga kwenye uwanja wa 14 pale tena kwenye mikwaju ya matuta ambao Rodrigo alikwenda kushindwa mkwaju ule wa penalty, na Alliance pia akaibuka tena mpaka msimu huu wamekwenda kuibuka ushindi. Ni wapi mnafilia ili kutoboa miamba ya Alliance? Sawa, nishukuru tu.
Mchezo wenyewe ulikuwa mzuri sana na nipongeze watu wa Alliance de Force, maana mchezo ambao uliochezwa Jumamosi iliyopita, ile ni fainali ambayo haijawahi kuchezeka hapa kambini Nyarugusu. Maana ufundi ulikuwa mwingi sana pande zote mbili. Hata mashabiki wenyewe walishuhudia, mashabiki wenyewe walikuwa tulivu kwa kuona ujuzi jinsi unavyoendelea pale uwanjani. Katika kipindi cha dakika 45 cha kwanza nilikuwa na uhakika wa kufunga ndugu yangu. Lakini Alliance de Force. Kufuatana na mashambulizi yangu jinsi ambavyo ilivyokuwa, lakini ni shukuru tu kwa upande wenu ambao watu ambao mnaweza mkashukuru, watu wa ulinzi walifanya kazi kubwa. Kwa twende karibu sana katika kikosi cha Alliance. D1 mliogopa nani sana ambaye aliwazuia sana msitoboe miamba ile? Wala tukuogopa, bali ni jukumu lake. Ndio. Beki De Winge alifanya jukumu kubwa sana kwenye mechi hiyo. Maana hata kwenye dakika 30 za mwisho. Yaani pale mlikuwa mpira ulikuwa umeisha. Ile aliokoa ilikuwa ni bao. Yaani hapakuwa kingine. Onana hakuepo tena. De Winge alivyofika akawa ameokoa ule mpira. Kwa hiyo tulivyoenda kwenye matuta ni kawaida. Kwenye matuta penalty pale ni bahati ndo zinacheza sasa. Pale ni bahati tu. Kwa hiyo twende kwa Alliance de Force. Umemsikia mtu wa D1 amesema kwamba kuna mchezaji wako ambaye amenzuia sana ili asipate bao. Una lipi la kuongea kuhusiana na mchezaji huyu? Na ni kweli De Winge. Ni kweli anavyoongea shabiki wa timu ya D1 ni kweli. Sababu naamini na ndio pale nimekuambia kwamba kikosi changu kimejipanga vema. Ndio. Singekuwa sijajipanga vema, naamini singecheza final. Lakini sababu nimejipanga vema na ndio maana nimecheza final na kwenda kuchukua kombe hilo. Ni kwamba De Winge ni mtu ambaye tumempanga vizuri. Kocha amempanga vizuri. Na ndio maana walishindwa kutoboa kwenye timu ya Alliance de Force. Walishindwa kutoboa sababu kuona beki zote zimejipanga vizuri. Hivi ndugu Venasi, unamuonaje beki ya De Winge na beki ya Rigobert Songe ambaye alikuwa kwenye timu ya D1? Mimi situfautishe sana, lakini naweza nikasema kwamba De Winge bado ni chipukizi. Ndio. Songe alikuwa tayari amekwishakuwa kongwe, amebobea mambo ya soka na ile sehemu zake ya ulinzi alikuwa anabobea. Na endapo tu De Winge atakwenda kumfikia pale itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini mimi ningepongeza kwanza Alliance na ule beki wake pia. Nafikiri timu kubwa zinakwenda kumuona, maana watoto wadogo kama wale akicheza sana, nafikiri usioni ajabu D1 hapa jamaa zangu hapa wakamchukua, Jashi Bilombe wakamchukua katoka katika timu ya Alliance, maana kadri ragisi unakwenda unafanya vyema na ndio gisi na huo mpira unakwenda unapanda na kwenda kuhakikisha kwamba unakwenda kuyama timu hiyo na kwenda katika timu nyingine. Ndio ndugu mtazamaji wa Kasako Media, ni kwamba mechi hiyo ilitamatika kwa dakika 120, ilikuwa 0-0. Lakini walivyokwenda kwenye mikwaju wa matuta, D1 kashindwa tuta 2, Alliance kaingiza hizo zote 4. Kwa kwamba ushindi umekwenda kwenye timu ya Alliance de Force. Sasa hivi ndio bingwa mtetezi wa kambi. Tunaingia katika pointi la tunzo ambazo wamepeana. Golikipa bora alikuwa ni Onana. Umemwonaje Onana? Mimi naona kwamba alistahili. Unaonaje Onana? Yuko fresh kabisa. D1 umeonaje tunzo ile ambayo alipewa Onana ya golikipa bora? Onana alistahili maana alichukua kombe. Asante. Pili kwamba tuangalie tunzo ya mchezaji bora. Alipewa mchezaji namba 10 wa D1 captain ambaye alikuwa ni Rodrigo. Ile tunzo mmeionaje? Ilikuwa fair kwake au vipi? Mimi kwa upande wangu naona kwamba hapo watakuwa walitenda haki, maana unajua mpaka wafanye mambo kama hayo, pamoja na kwamba sisi waandishi wa habari hatukwenda kushirikishwa kuna kumchakato ule. Shirikisho wenyewe walikwenda kujichukulia maamuzi yao, lakini sema tu kwamba maamuzi yao hayakuwa vibaya bali yalikuwa sahihi. Beki bora alitoka kwenye timu ya Kiwana ambaye ni mchezaji mlivwa, ndo alipewa ubeki bora. Na walivyotangaza pale watu wengi walikwenda kuweka kelele za kuhamaki na kushangaa, na maana walikuwa wanategemea atapewa De Winge. Unalipi la kusema kweli? Mimi niseme tu ya kwamba kweli De Winge alistahili kupewa. De Winge alistahili kupewa kwa sababu De Winge amefanya kazi kubwa toka hatua ya makundi mpaka finali. Ile tuzo ilikuwa imemstahili yeye, lakini kulingana na gisi viongozi wa shirikisho
walikwenda kumteua Mlebwa, hata na mimi nimeumia kindani, yani kimoyo moyo nimeumia, nikasema wanakwenda kumnyongea. Ni kweli. Lakini mnyongeni, haki yake mpeni, lakini ilikuja Kwa upande wa Diwani, mmeonaje beki de winge kukosa nafasi hiyo ya beki bora msimu huu? Unajua, katika kuchagua mchezaji bora ina vigezo. Beki bora, tunaangalia beki bora ina vigezo vyake. Maana nikija kuangalia kwa upande wa Mlebwa, hata kama hajafika fainali, kwa utulivu anavyocheza uwanjani, kwa upande wangu mimi pale niliona ilistahili. Kwa hiyo ni kwamba shirikisho, kigezo kikubwa ambacho kimempa Mlebwa nafasi hiyo zidi ya De Winge ni kwamba Mlebwa alikwenda kupachika bao. Mimi nafikiria kwamba kwa upachikaji wa bao hiyo haiwezi kawa kigezo. Maana niseme tu ya kwamba kigezo kikubwa ni kile ambacho shabiki amekwenda kuzungumzia hapa, kwamba alikuwa mtulivu ndani kweli alikuwa akitulia. Alikuwa ametulia. Amecheza kama mkongwe Taribo West. Lakini ukiangalia sasa hajafika mbali. Ndio kwa maana walio wengi walikwenda kusomea pale na kusema jamaa ametulia. Lakini timu yake mbona haikufika mbali? Mbona huyu jamaa kafika mbali? Ndio kwa maana unakuta watu vichwa vilikwenda kugongana pande zote mbili. Twende kwa chipukizi bora, amepewa mchezaji namba 8 wa timu ya Alliance de Force ambaye ni Shukuru. Na mchezaji huyo pia hiyo imekaaje? Chipukizi bora amepewa mchezaji wa Alliance. Ilistahili au vipi? Kwa upande wangu alistahili Shukuru kuwa chipukizi bora, maana tukiangalia nafasi anayoicheza kwenye nafasi ya namba 6 kwenye mechi zote alikuwa mkabaji mzuri, anatulia na mpira, anatengeneza mipira katikati, anakuwa mwanzilishi wa mchezo. Maana nikija kuangalia Alliance de Force katika utengenezaji wa mpira ni Shukuru ndo alikuwa akitengeneza mpira, lakini mabeki walikuwa watengenezi mpira. Kwa hiyo asante, tunde kwa hilo. Kuna tunzo nyingine ambayo tunzo imetoka kwa mfungaji bora. Mfungaji bora alikuwa ni Samueli wa timu ya ABN, mchezaji kongwe sana katika timu hiyo. Kwa sababu hiyo haina mjadala, kwa sababu yeye ndo amefunga mabao mengi zidi ya wenzie. Kwa hiyo kuna tunzo lingine hapa la kocha bora ambao amepewa kocha Makochali wa CD. Wengi walimpongeza kwa hilo. Kwa hiyo tuna la kuamaki sana kwa sababu tunaangalia kocha, lakini wengine walisema kwamba angeipewa kocha wa timu ya K1 Mtetezi, lakini haikuwezekana. Kwa vigezo vile vimemwangusha kwa kwamba yule ndo kocha ambaye ameonekana ni kocha bora zaidi. Kutokana na hiyo pia kuna zawadi nyingine ambayo imekosekana. Hapa ndo tunatakiwa tuongee kwa uchache. Referee bora. Mpaka sasa hivi hakuna tunzo ya referee bora, ndugu Venasi Mzaliwa. Imekuwaje hiyo? Mimi niseme tu ya kwamba hapo shirikisho ni kama vile walikosea, maana hata ukiwa na tomate ambazo zimeoza zote lazima kutakuwepo mmoja ambaye yupo afadhali. Haziwezi kauza zote, lazima kutakuwepo mmoja ambaye yupo afadhali. Lakini sasa pamoja na kwamba shtumu nyingi zinakwenda kwa waamuzi, lakini lazima tungepata hata mmoja mwenyewe watu wangesema angalau hapo katunza amekapata, kuliko ile ya kuhakikisha kwamba yani kunakosekana kabisa, kunakosekana. Sasa je, hiyo fedha imeenda wapi ili kuhakikisha kwamba marifarina wao wanajipiga kifua mbele? Unaweza kujiuliza swali kama unasemaje? Kwa sababu mchezo ule wa finali tumeona marefari walikuwa vizuri. Kwa nini ukose refa bora? Ni kweli ndugu mtangazaji, ni kwamba tusiaingilie zaidi. Ndio kama vile timu Jiwane, mnasemaje mpaka kukosekane referee bora na kipindi walipoanza? Hiyo shotman kwa shirikisho. Kwa shirikisho, maana tukiangalia michezo yote ambayo imepigwa hapa kambini Nyarugusu kwenye ligi ya Kasako TV, refa bora yupo, lakini walitaka waminye. Kwa hiyo twende tushukuru tu, hiyo ilikuwa tu ni upande wa timu za hapa kwetu Kempo au ligi ambayo ilikuwa hapa kwetu. Kwa hiyo tunataka turuke kimataifa. Kwa hiyo kabla tutenda kimataifa, ndugu Venasi, ulionaje uwajibikaji wa mashabiki uwanjani? Mimi niseme tu ya kwamba soka sasa imekwisha kubadilika, sio kama ile ya zamani. Lakini ukilinganiza hata Diwani acheze na timu ya Muungano Saba, mashabiki wanafurika. Hata Alianza kicheza na timu ya G3 au Liodika tuseme hivyo, unakuta mashabiki wanafurika. Hiyo ni hamasa kubwa na inaonekana kwamba
ni vyema tu na maandalizi ya Kasako tu yenyewe inakwenda kuchangia kuhakikisha kwamba mashabiki wanakwenda kuhamaki uwanjani na walikuwa wakijaa uwanja sana. Ndugu mtazamaji, kabla hatujaenda kimataifa, ni kwamba kuna swali nyeti ambalo nataka nimuulize ndugu wa Diwani. Umejisikiaje kupoteza fainali mbele ya Alliance? Kikweli nimejisikia vibaya, ila mpira ni fair play. Ndio. Mpira ni fair play. Tunajipanga ligi nyingine ambayo ijayo. Najua hapa Ijumaa tunaenda kupiga draw ligi nyingine. Mashabiki watapendezwa sana na Alliance de Force, na yenyewe itaona nguvu ambazo zitakuja, nguvu mpya. Kwa hiyo baada ya ligi hii mna mbinu zingine ambazo mtakunya nazo ili kwamba muweze kunyakua ligi ijayo? Zipo, maana unapokosea sehemu lazima uende urekebishe ile sehemu. Asante. Kwa Alliance de Force, umejisikiaje kuchukua kombe mbele ya G1? Mimi naweza nikasema ninao furaha kubwa pamoja na mashabiki wangu wote, tunao furaha kubwa kufuatana. G1 ni timu kubwa. Ndio cha ajabu, Mungu si Asumani. Na muache Mungu aitu Mungu. Ni kwamba mimi kuja kumpokonyoa kombe sio jambo rahisi. Nilikuwa ndo maana pale nyuma nimesema nilikuwa nimejipanga vizuri. Mpaka nikaja kumpokonyoa kombe hilo. Unaambiaje mashabiki kwa ligi ijayo? Nataka niwaambie mashabiki wangu ni kwamba ligi ijayo tupo. Tumejipanga na tutakuwa tumejipanga hivyo hivyo. Naamini hatuwezi tukapoteza mchezo wote ule tukiwa tumejipanga vizuri. Swali langu la mwisho kwako, finali imeisha, kwa sababu tuna mazoea baada ya finali. Kuna sherehe, mnajipangaje? Vipi sherehe ipo? Diwani watapata mwaliko? Must wapate mwaliko. Mnajipangaje? Lini? Tuje ni kweli umeniuliza swali nzuri. Ni kwamba inatakiwa nikaa na kamati ya timu ya Alliance. Yeah. Mimi kama vile nizamu wa timu ya Alliance, tukae pamoja na mwenyekiti wa Alliance, tukae chini tupange 1 2 3. Kwa hiyo litakafanyika basi hamna shida, karibuni tutawaalika. Ndugu Venance, kwa uchache tu dakika moja, kauli zao mbili umezionaje kisoka? Mimi naona kwamba kauli zote zipo sawa sawa, maana mpira ni fair play. Kwa hiyo tuwapongeze na lakini pia niseme tu kwamba fair play. Majamaa wasiwaime mwaliko, pamoja na kwamba jamaa kapigwa hata kama amevuja damu, lakini ili kuzifutafuta angalau kidogo lazima apewe mwaliko bwana, na wewe njoo ukachangia hata kidogo. Asante, twende kimataifa. Asante, tuingie kimataifa ambako kuna kombe la Confederation ambao linapigwa finali pale, ambao ni Simba pamoja na Berkane. Berkane alikwenda kumtandika Simba bao 2 kwa nunge, ina maana kwa 0. Unalipi la kusema kwa Simba? Je, marudio Simba atatoboa? Mimi niseme tu ya kwamba kisoka kwa upande wangu mimi naona kwamba ile soka imeisha. Kwa kisa amepigwa zile bao 2 kule, basi siamini kwamba kwa Mkapa ataweza kwenda kurudisha zile bao. Sijaamini, lakini katika soka lolote linawezekana. Ila pia tena naweza kuzungumzia kwamba utakumbuka kwamba Berkane amekwisha kwenda kucheza finali 4. Na hii ambayo alikwenda kucheza ndio yake ya 5. Ina maana kwamba Berkane ni mzoefu wa haya mashindano na ni mzoefu wa kufika finali ukilinganiza na Simba. Maana Simba hii ndio mara yake ya kwanza yeye kufika finali. Sasa uwezi ukawa kama mkongwe, mwenzako ameshakuwa mkongwe katika mambo fulani. Wewe kabla haujawa mkongwe lazima kwanza utahakikisha kwamba unakwenda kubweteka. Hivi Simba anakwenda kubobea na yeye akicheza finali 2 atakuwa mkongwe na yeye kama Gis Berkane yupo. Pande zile za Ulaya tukiwa tunashuhudia Champions League ambayo itakutanisha miamba miwili, Inter Milan na PSG. Kwa tuende kwanza kwa mshabiki wa Alliance, mchezo huu unaonaje? Mimi nimetamka neno la kwanza ni kwamba mimi ni zamu wa timu ya Alliance. Ndio. Pia ni mshabiki, lakini zamu kwanza. Ndio. Miamba miwili, ukiangalia timu bora sasa hivi Uingereza, ndio, au Spain. Mimi siamini PSG kama ina uwezo kumtoboa jamaa. Kwa mtoboa Inter Milan. Sina uamini. Ndio twende upande wa Diwani hapo, unasemaje kuhusiana na mchezo huu? Mchezo huu utapendeza sana, ila wana utofauti kidogo. Ndio. Maana nikiangalia upande wa Inter wanazuia sana kwenye ulinzi. Ndio. Kuanzia kati hadi kwenye mabeki. Wanacheza kwa kuvizia. Wanazuia, wanashambulia kwa kuvizia. Tukienda upande wa PSG hao wanajiachia kwenye mchezo. Pesi nyingi, wanacheza mpira wa speedi na pia beki zao wanalinda vizuri. Na kingine tena mabeki wao
wanashambulia. Ndio ina maana wote kila mtu kwao ni mfungaji. Wote ni wafungaji pande zote mbili. Sasa hapo hiyo fainali atakaye faulu bao moja basi mpira utakuwa umekwisha. Kwa hiyo karata yako ya mwisho unatupa kwa nani? Kati ya PSG na Inter Milan. Mimi karata yangu ya mwisho hapo natupa kwa PSG. Naona Nizamu hapa Jeramba amecheka kweli. Kwa hiyo maana umeonaje hiyo? Hapo mimi nimetangulia mapema tu kuongea kwamba naamini mpira unaocheza PSG na unaocheza Inter Milan, ukiangalia kwa bora ulivyopendeza kama kimchezo kisoka, moja kwa moja karata yangu mimi nitakuwa nimerusha wapi? Kwa Inter Milan. Kwa Inter Milan. Kwa hiyo hapa tumekuwa PSG Inter Milan. Yeah. Venasi Mzalio na lipi la kusema hapa? Dakika 0 tuambie utabiri wako. Mimi utabiri wangu naweza nikasema kwamba namuunga Nizamu mkono, maana ndio kadri gisi nilivyoona Inter Milan inavyocheza yeah, na gisi Paris Saint-Germain inavyocheza, karata yangu lazima nitupe kwenye Inter Milan, maana kazi ambayo anakwenda kuifanya naipenda sana. Kwa ngoja turudi nyuma kidogo tuingie katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu hapa kwetu. Kutamatika kwa ligi hii sio mwisho wa ligi za Kasako kambini. Una lipi la kusema kuhusiana na Kasako? Mimi napongeza Kasako sana. Kazi anayoifanya ni vema zaidi na waendelee, sababu wanapokuwa wanaendelea ndio faida ya kambi. Pia ni faida ya mashabiki wote wa timu zote ambazo ziko kambini Nyarugusu. Itakuwa ni vema zaidi wasituachilie. Kwa tuende kwenye shabiki wa D1, neno lipi ambalo unaweza kupitia Kasako Media? Kasako mimi kwanza ni wapongezi kwa kazi kubwa ambao wanayofanya. Maana wanazidi kuboresha soka kambini Nyarugusu. Kwa tukiangalia hapo nyuma hata hizi media zilikuwa hazipo, kienda uwanjani kamera hazipo, lakini sasa hivi Kasako inatusaidia sana tena sana, na Mungu azidi kuwabariki, azidi kusapoti ili ambalo mnalolifanya. Ndugu Venasi, neno lako la mwisho kuhusu Kasako Media? Asante sana. Mimi niseme tu ya kwamba tutoe kwanza shukrani zangu za dhati kwa Kasako. Asante. Kwa niaba ya Kasako nasema asante. Utakumbuka tu ya kwamba Kasako imetusaidia sana, hata zile bao za kuleta chokochoko. Mara nyingi tulikuwa tukiona mwamuzi anakataa bao la wazi unafanyika hivyo, lakini sasa hivi tuna makamera ambayo yanafanya kazi. Maana utakumbuka kwamba kuna bao ambalo linaweza likaingia mwamuzi akakataa, lakini wakienda kwenye VR hapa kwetu nyumbani ya Kasako wanasema hao majamaa wamenyongewa, lakini ilikuwa goli. Sasa hicho kitu ni kitu kwanza ambacho kinatakiwa sisi tuwapongeze. Maana ni kama vile unaweza ukatoka porini ukaingia mjini. Mwisho tuombe Mungu tu wazidi kuwa na nguvu na watusaidie tunaweza kufika hata pale mbele. Asante sana ndugu mtazamaji wa Kasako Media. Ni kwamba katika kipindi hichi kilikuwa kipindi cha Sport Zone ambacho kinaendeshwa nami naitwa Ruben au Kakaruge. Nilikuwa na wenzangu hapa ambao alikuwa ni Alain Pendwa, shabiki wa D1, na Nizamu wa Alliance de Force ambaye ni Almasi Mkapa maarufu kocha Jeramba, pamoja na ndugu Venasi Mzaliwa. Kwa tuna la ziada, karibu katika kipindi hiki, na mwanzo wa kipindi ndio mwisho wa kipindi kingine. Kwa kwamba karibu sana, tupo pamoja, na usikose kushare nasi katika studio yetu au katika vipindi vyetu. Karibu sana. Niite Ruben na nyuma ya kamera yupo ndugu yangu Robert. Usikose kumtaja. Karibu sana, tukutane kunapo majali. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.